أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل يا ربي لوليك الفرج يا كريم. Mada yetu ni nguvu nne za mwanadamu. Nguvu hizi pale ambapo mwanadamu atazitumia vizuri, basi ni sababu ya yeye kufikia mafanikio anayoyakusudia, yawe ni ya kwake binafsi au ni ya kifamilia au ni ya kijamii kwa ujumla. Lakini nguvu hizi ni hatari vile vile, kwa maana ni upanga wenye ncha mbili, unakata huku na huku. Kuna namna vile vile nguvu hizi zinaweza zikamwangamiza mwanadamu na kumdidimiza na hata akakosa thamani kabisa katika jamii. An-nataijul kharijia, matokeo ya nje, min alqararati ad-dakhiliya, ni kutokana na maamuzi ya ndani. Yani chochote kile ambacho kinatokea nje ni kutokana na maamuzi ya ndani, ni kutokana na irada ambayo imetengenezeka ndani. Wewe kutoka kule ulikokuwa kuja mpaka hapa ni matokeo ya maamuzi ambayo umeyafanya. Lakini maamuzi haya yana mchakato, na wewe kutoka huko ulikokuwa, kama ni nyumbani au kazini au sehemu nyingine, lakini kuja hapa ni kwa sababu ya moja kati ya nguvu hizo nne, ndio imeleta matokeo. Jambo lolote ambalo mwanadamu alifanya ni kutokana na maamuzi ambayo yametoka ndani. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuthamini hizi nguvu na kuzijua na kujua namna gani mtu anaweza akazifanyia uadilifu, kwa maana akazidhibiti na kuzielekeza zifanye nini na kipi zisifanye. Kwa sababu ikiwa ataziruhusu zikajitawala zikafanya zinavyotaka, basi matokeo yake ya nje yatakuwa ni kutokana na maamuzi yaliyofanyika. Bila shaka kuna maamuzi ambayo mtu amewahi kufanya, lakini baadaye akajuta, akasema hivi, huyu ndio mimi. Lakini yale yalikuwa ni maamuzi, ilikuwa ni irada, ni kutokana na nguvu ambayo imetoa hayo maamuzi. Nguvu kubwa ya kwanza ni alquwwatul aqliya, ni nguvu ya akili. Na hizi nguvu tabaan zipo katika roho ya mwanadamu, hazipo katika mwili, kwa sababu huu mwili ni kama kanzu aliyovaa mtu au nguo. Anaweza akaivua akaichoma moto, lakini yeye akabaki yuko vile vile. Kwa hiyo na mwili ni hivyo, mwili ni vazi la roho, kwa maana inapofika muda vinatengana hivi viwili, mwili unaingia katika kaburi hili la kifikihi, unaoza, unaisha, lakini roho ni ya abadan, haifi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut, kwamba kila nafsi itaonja umauti. Kwa maana nafsi haifi kwa maana ya kupotea na kuangamia, yenyewe ipo. Sasa hizi nguvu zipo katika roho ya mwanadamu. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya akili, ambayo hii nguvu yenyewe ndiyo inayofanya maamuzi na kutenda, nguvu ya akili, lakini kwa maelekezo ya zile nguvu tatu, ambapo tukizieleza kwa ujumla, kwanza nguvu ya pili ni alquwwatul wahamia,
ni nguvu ya waham, lakini nguvu ya tatu ni alquwwatu shahawiyya, ni nguvu ya matamanio, na nguvu ya nne ni alquwwatu alghadhabiyya, nguvu ya hasira. Hizi tatu zenyewe ndiyo huwa zinatoa mahitaji, kwamba nahitajia kitu fulani, lakini akili yenyewe ndiyo inachukua maamuzi ya kukifanya hicho kitu. Nguvu ya akili, moja ya faida zake ni kubwa, ni kupambanua baina ya jema na baya. Yani kwamba yani yenyewe jinsi ilivyo akili inajua hili ni jema, hili ni baya, kabla hata ya Mungu hajasema baadhi ya yale ambayo yanaonekana, isipokuwa yale ambayo akili inahitajia kufahamishwa. Kwa mfano kama swala la kumpiga mzazi au kuua, kudhulumu, akili inajua kwamba hicho kitu ni kibaya. Kwa hiyo akili kazi yake ni kupambanua jema na baya, la madhara na lenye manufaa, ndio akili. Lakini baadaye inachukua maamuzi kwamba sasa hivi fanya, sasa hivi tenda, sasa hivi simama, sasa hivi tembea, fanya hivi. Ni akili. Lakini inachukua mahitaji, talabat, kutoka katika hizi nguvu tatu, na kila nguvu ina faida zake. Nguvu ya pili ni alquwwatul wahamia. Alquwwatul wahamia kazi yake yenyewe ni kutengeneza picha ambazo zilizopo na ambazo hazipo. Ina faida kubwa sana hii alquwwatul wahamia. Leo hii ukiona gorofa limesimama hili, ni kwa sababu ya alquwwatul wahamia, ni nguvu ya waham. Yenyewe inaweza kutengeneza picha ya kitu ambacho hakijatokea. Inaweza kutengenezea mtu lakini ana sura ya simba, ni alquwwatul wahamia. Ni kitu ambacho hakipo kiuhalisia huku nje, lakini yenyewe inaweza ikatengeneza picha hiyo. Sasa ni akili inaweza ikatengeneza hiyo picha ikawepo. Kwa maendeleo ya ulimwengu na nini, kugundua vitu ambavyo havipo, ni kwa sababu ya alquwwatul wahamia. Zina faida zake, ikitumika vizuri hii ndio maendeleo haya ambayo tunayaona kwa sasa hivi. Lakini nguvu ya tatu ni alquwwatu alghadhabiyya au alquwwatu shahawiyya, kwa jinsi tulivyopangilia, nguvu ya matamanio. Hii nguvu ndio watu wanaoa, wanafanya juhudi za kutafuta mali, wanapenda vitu, ni nguvu ya matamanio. Nguvu ya nne ni alquwwatul ghadhabiyya, nguvu ya hasira. Hii nguvu ya hasira ndio mtu anaweza akaitumia kujitetea, akawa na wivu katika familia yake, lakini akaitumia katika jihadi. Kipindi hicho jihadi ilikuwa ni katika kueneza Uislamu. Bila nguvu ya hasira isingekuwa hivyo. Aliyoyafanya Imamu Ali alayhi salam bila nguvu ya hasira isingekuwa. Kwa maana nguvu ya hasira ina faida yake, ina faida nyingi, lakini tunajaribu kueleza kwa kiufupi kila nguvu, faida zake, ili tupate kuzichambua. Hizi nguvu nne, nguvu ya akili yenyewe inajua mazuri tu, inajua mema, yani kwa maana yenyewe inataka mema, kwa maana inajua hili ni baya, sitakiwi kulifanya, hili ni zuri, inatakiwa nilifanye. Akili iko hivyo. Lakini hizi nguvu zingine zenyewe hazijui baya wala zuri, zinasubiri mwongozo wa akili. Kwa maana tukianza na nguvu ya waham, yenyewe inajua tu kuchora picha, ila haijui hii picha ina madhara au ina faida. Yenyewe haijui, yenyewe inatengeneza tu picha. Kwa maana inatakiwa iongozwe na akili, kwamba umetengeneza hii picha tukiileta katika uhalisia itakuwa na madhara, tukiitumia itakuwa na madhara kadha wa kadha. Ni akili sasa ndiyo inachambua hivyo vitu. Nguvu ya matamanio vile vile, yenyewe haijui baya wala zuri. Yenyewe madamu inataka kula, naam, inataka kula. Mtu asipoipimia basi ndio maasalamu, imeisha hiyo.
atakula kila muda, inaweza ikawa kila baada ya saa moja anakula. Yaani muda wote atakula, madamu imetaka atakula. Na hii huwa haitosheki abadan. Mtu anaweza akala chakula kizuri sasa hivi, lakini akaona juisi akataka tena atumie, akaona biskuti akataka atumie, yaani yenyewe inataka tu. Hii huwa haitosheki. Anaweza akawa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, anaenda tu hafiki mwisho. Yani hakuna siku itasema basi imetosha, la. Yani yenyewe inaenda, haina mpaka, haina mwisho. Nguvu ya hasira vile vile yenyewe haijiwi baya wala zuri. Nguvu ya hasira, mtu anaweza akaudhiwa na mama yake, kapanda pale pale, akamuua mama yake, akamuua mtoto wake, akamuua mkewe, bila kujua kwamba kuna madhara. Madamu yenyewe imetaka hivyo, lazima ulipize kisasi. Mtu analipiza kisasi, anaua, anaenda jela, matokeo yake anajuta. Lakini wakati anafanya kile kitendo, yenyewe ilitaka kwamba anataka kutekelezewa hiki, ili mimi nipate kutulia, moyo wangu utulie, inatakiwa nimpige huyu mwanamke aniheshimu. Nazikuwa nazungumza sana, lakini hanisikii, hanisikilizi na nini, lakini ili hasira zangu ziishe, ni lazima nivunje TV, ni lazima nimpige, yani ndio hasira zangu ziishe. Kwa hiyo ili kuiridhisha na kukinaisha itulie, lazima kitendo hicho kifanyike. Haijui ni kibaya au kizuri, yenyewe haifahamu. Yenyewe inatoa tu talabati kwenye akili kwamba nataka hiki, na akili inatekeleza, inatimiza, kama inakuwa ni asiri, ni mateka kwa ajili ya hizi nguvu. Sasa hizi nguvu bila kuzidhibiti, kwa maana ya kwamba kwa kawaida inatakiwa mwanadamu akili yake ndio ifanye kazi, kwa maana ya kwamba izitawale hizi nguvu. Hasira ikitaka kwamba inabidi ufanye maamuzi kadhaa, kwa maana inabidi aidha ufanye jarima fulani, tukio fulani, ili mimi nipate kuridhika, akili inabidi iseme kwamba hapana, hiki kitu ni kibaya, izuie. Vile vile nguvu ya matamanio ikitaka kitu kama ni kibaya, akili inatakiwa ifanye maamuzi, yani izuie. Hata katika vile ambavyo ni vya halali, lakini isizidishe, iwekewe mipaka. Ndio maana hata katika mwezi wa Ramadhani inaweza ikawa imefunga toka asubuhi mpaka jioni, lakini ili kulipiza yenyewe ikataka, nataka nilipize tena. Kwa hiyo mtu usiku ule mzima anautumia vizuri kabisa katika kulipiza vya mchana. Sasa akili inatakiwa ifanye kazi, iseme hapana, umetosheka, kula kiasi, fanya kiasi, fanya hivi, yani aipangie akili yake, aipangie hii alquwatu ashahawia, yani akili ndio idhibiti hizi nguvu. Kinyume chake mwanadamu atakuwa ni mateka na hizi nguvu pale inapotawala nguvu moja, kwa maana mwanadamu anakuwa hana akili tena. Ndio maana Qur'ani ikawaita hawa ni watu ambao hawana akili, ikasema ulaika kal an'am bal hum adallu, hao ni kama wanyama bali wao wamepotea zaidi. Kwa sababu utakuta kwamba ng'ombe yeye ana nguvu tu ya matamanio, anataka tu ale basi, atosheleze haja zake za kimwili basi, lakini hana ile akili ya kudhibiti, hapana, hana. Sasa Qur'ani ikasema kwamba hao ni kama wanyama bali wao wamepotea zaidi. Kwa nini wamepotea zaidi? Kwa sababu wao pia wana nguvu ya akili, kwa maana hizi nguvu kwa maana wao wana nguvu ya wahamu, kwa maana hizi nguvu zinapokuwa zimetawala akili na zikataka kufanya uovu, kwa maana nguvu ya wahamu itachora mipango ambayo ni mibaya na ni mizito mno. Yani utekelezaji wake na madhara yake atakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo hizi nguvu inatakiwa mwanadamu azidhibiti. Aidha zikitawala akili, basi mwanadamu atakuwa hana akili. Ndio maana mtu akifanya kitu ambacho sio kizuri,
utasema kwamba mbona wewe hauna akili? Na ni kweli hana akili. Yani hana akili kwa sababu kitendo alichokifanya sio cha kiakili, kwa maana akili yake pale haijafanya kazi. Madamu akili yake haijafanya kazi, basi kile kitendo hakijatokana na akili yake, bali ni talab kutoka kwenye nguvu nyingine, ni mahitaji ya nguvu nyingine, kwa maana nguvu hiyo inakuwa ndiyo imetawala akili. Maulama wa akhlaki wakatupigia mfano, wakasema nguvu hizi ni sawa na mtu awe na mbwa ndani ya mwili wake, lakini pia awe na shetani ndani ya mwili wake, lakini awe na khinzir, awe na nguruwe ndani ya mwili wake, lakini pia awe na mwanadamu ambaye ni akili. Kwa maana nguvu ya matamanio ambayo ni kama nguruwe, kwa maana inapokuwa imetawala, kwa maana huyu mwanadamu matendo yake na nguruwe itakuwa hakuna tofauti. Akikaa kula atakula kweli kweli, nafsi yake ikitaka chochote atafanya muda wowote, yani ikitaka tu atafanya. Lakini vile vile nguvu ya hasira ni kama mbwa, kwa maana mbwa anapokunjua meno yake anaweza akafanya chochote, lakini ameitwa mbwa na kutukanwa ni kutokana na ile nguvu yake ya hasira ambayo imetawala kwenye mwili wake. Kwa maana huyu kufanya ubaya kwenye familia yake wala hajali, atafanya chochote kwenye familia yake. Ataingia kwenye familia na hasira, akitoka na hasira, kwa sababu ndiyo nguvu ambayo imetawala zaidi. Unaweza ukamtania tu, lakini yeye karusha ngumi muda huo huo, hajali, kwa sababu nguvu yake ndiyo iko pale juu, ndiyo imekalia kiti cha ufalme cha mwili wake, kwa maana ndiyo inaongoza chochote kitaka inafanya. Sasa inakuwa ni kama mbwa. Ni lugha zimetumika na maulama wa akhlaqi, lakini vile vile ni nguvu ya waham inatumiwa sana na shetani, kwa maana mipango ya shetani inapitia sana hapo ili kuhakikisha mwanadamu anapotea, anapotoka. Kwa maana katika kupanga mipango bwana, shetani anapamba, ukienda kwa fulani itakuwa hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi. Ukitaka kufanikisha kuiba hizi pesa itakuwa hivi na hivi, hivi na hivi. Shetani yeye anatoa ushauri wake pale, lakini ni kupitia nguvu ya waham. Lakini pia wasiwasi na kaidi zingine za shetani za ibilisi. Kila mmoja miongoni mwa hizi nguvu madhara yake ni makubwa sana kidini na kijamii. Tukichukulia mfano nguvu ya matamanio, alquwwatu shahawiyya, nguvu hii endapo itamwendesha mwanadamu, basi ajiandae na majuto kila siku. Amirul Mu'minin anasema kwamba asul mihani alhawa asul mihani, kwamba matamanio ni msingi, ni chanzo cha mabalaa na matatizo kwa mwanadamu. Hii ikisha kuwa kubwa, ikatawala, ikachukua nafasi kubwa, kwa maana huyu mtu hakuna kitu ambacho atakifanya katika maisha yake. Ikiwa ni pesa zake zitaishia katika kuishibisha hii nafsi. Uchumi wake haumruhusu labda kula biriani kila siku, lakini madamu nafsi yake inataka atakula biriani kila siku. Nafsi yake hii ikimtuma kwamba airidhishe, kwa sababu madhahiri ya hii nguvu yani inadhihirika zaidi katika upande wa jinsia, yani aljins baina ya mwanamke na mwanaume. Aidha ni kwa mwanamke, nguvu hii ikiamka ikatawala akili, binti hawezi akasikia la mzazi, hawezi akasikia la yoyote yule, kwa sababu hii nguvu imeamka, kwa maana akili yake tena haipo, yenyewe ndio inamuongoza, inataka ishibishwe ili ipate kutulia. Kwa maana anaweza akachukua maamuzi akavurugana na wazazi wake, akagombana
na kaka yake na jamaa zake, lakini ni kwa sababu moyo wake umeibiwa, kwa maana ni kwa sababu nguvu hiyo imetawala yeye, anaishi kwenye lile pambo ambalo amepambiwa na shetani. Sasa anaweza akafanya maamuzi ambayo baadaye akamgharimu maisha yake yote, akabaki anajuta maisha yote. Kijana naye ni vile vile anaweza akachukua maamuzi kwa sababu ya nguvu hii ya matamanio, lakini ikamgharimu maisha yote. Ndiyo maana hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi akatanguliza cha kwanza katika zile sifa za kumchagua mwanamke ni kwamba fadhfar bidhati din, chagua mwenye dini kwanza. Chagua mwenye mwenendo mzuri, nasaba yake ni nzuri. Kwa maana ukitanguliza matamanio, kwa maana pale huenda ikawa ni kwamba yule unayemchukua ni kwa sababu nguvu yako ya matamanio ndiyo imetawala. Siku akili yako inakuwa ni tulivu, nguvu ya matamanio imerudi nyuma, tayari yule utamwona ni mbaya, hakufai. Hapo sasa akili yako imerudi. Ndio maana pia inatokea watu wanafunga ndoa, ile wamefunga ndoa ya kwanza ya pili, Waarabu wanaita shahrul asal, yule mwezi wameenda sehemu labda kwa ajili ya kupumzika, yani baada ya ndoa na nini, inakamilika ile. Sasa inafikia hatua mtu au kijana akili yake ndiyo imekomaa, lakini pia nguvu ya matamanio imeshuka kidogo, tayari yule mwanamke anaanza kuonekana mbaya, au kijana tayari anaanza kuonekana, au mume yani anaanza kuonekana mbaya kwa mwanamke, kwa sababu akili sasa imerudi. Anaanza kumwona huyu nilimuoa, kwa nini nilimuoa? Kama ni mwanamke ambaye hajasoma, alikuwa na muonekano mzuri, ataona kwa nini nilimchukua huyu, lakini ningeoa mwanamke aliyesoma au mwenye kazi tungesaidiana, lakini nilimuoa huyu, kwa nini? Anaanza kutafuta hiyo sababu, ni kipi nilimpendea nini yani, kwa sababu akili pale imerudi, alquwwatu shahawiyya imedogeshwa, yani imekuwa ndogo, imekuwa haina nguvu, haina ule utawala. Sasa ndio maana hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi akatushauri na kutuelekeza kwamba pendelea hivyo vitu, kwa sababu hivyo vitu ndiyo akili haiwezi kafika mahala ikaviona vibaya. Yani ikiwa mwanamke ana dini au nasaba yake ni nzuri, au ni mwanamke ambaye ana mali, kwa maana ikifika hatua akili itakuwa inaona ile ni sawa tu, kwa maana uzuri wake utabakia. Lakini kama aliolewa kwa sababu ya uzuri wa mwili na muonekano, kwa maana tayari ile alquwwatu shahawiyya ikishuka, atajikuta ile thamani ya ule mwanamke tena haipo. Na maamuzi mengine mengi. Vijana siku hizi tunataka mafanikio ya chapu kwa haraka. Yani kijana wa miaka 20 anataka awe na nyumba kila mahala tayari, anataka awe na ile gari nzuri ya ghali tayari, yani anataka awe na safiri, anaenda vacation sehemu, anaenda likizo, anaenda kutalii sehemu tayari, yani na safiri, anaenda Dubai, anaenda wapi tayari, anataka hayo maisha. Ile ni nguvu ya matamanio inamsukuma, lakini madhara zaidi yanapatikana, akili inarudi chini, na akili ndiyo ambayo inaweza kupambanua jema na zuri, lakini pia mipango mizuri itafeli. Yani ile nguvu ya kuchambua kwamba nifanye nini ili nivifikie hivyo vitu, ule uwezo unakufa, kwa sababu akili yake imetawaliwa na kuvipata tu vile vitu basi. Lakini mipango, nitapataje hivyo vitu, mipango inakufa, kwa sababu inategemea nini? Akili. Sasa akili imezikwa, nguvu ya matamanio ipo juu, inataka tu hivyo vitu, muda wa kufikiria atapata vipi hivyo vitu hana. Taban alquwwatul aqliyya na wahamia zinashirikiana hizi. Akili inaweza kupanga mipango, lakini wahamia ikachora ramani kwamba bwana, ukienda ukazungumza na mtu fulani anayeagiza vitu kutoka China, analeta hapa, ukizungumza naye vizuri, wewe ukawa ni winga tu, unatafuta wateja mikoani huko na nini, unachukua pale mzigo unasafirisha na nini, naanza taratibu.
baadaye utakuwa. Hiyo akili ina plani hicho kitu, lakini alquwwatul wahamia inachora ile picha kwamba itakuwa hivi, pita hapa, pita hivi, yani nikuchorea ile picha. Kwa maana kuna ambao unaweza ukawa unaona kabisa kwamba unazungumza na yule mtu tayari, unaona ule ushawishi ule unatumia ushawishi gani kumwezesha yule mtu ili akusaidie hicho kitu. Lakini akili sasa hapa madamu yenyewe imelala, basi ile mipango mtu hawezi kufikiria, ni yale tu matamanio yatataka hivyo vitu. Sasa hapa anaweza akachukua maamuzi yoyote yale. Taban ni vitu vinafahamika. Kijana anaweza akauza hata urijali wake, sio? Ushababu wake anaweza akauza. Kwa sababu gani? Ili hivyo vitu avipate. La samaha Allah, ndiyo kuwe tena sasa hii quwwatu shahawia ta'allaqa bi Laila, amurru ala diyari Laila fa uqabbilu dhal jidara wa dhal jidar wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. La samaha Allah, isiwe hivyo tena kwamba kijana wa miaka 20, miaka 25 ndiyo mwanzo wa yeye kupenda. Amempenda binti fulani akamwambia mimi siwezi, hauna hela, utafanyaje sasa? Kwa maana atatumia njia yoyote. Quwwatu shahawia hapa imekamata huku, anajikuta yeye ni mtumwa, ni mateka, akili yake haipo, atachukua maamuzi yoyote ambayo baadaye atamgharimu. Lakini na madhara mengine mengi sana ya quwwatu shahawia. Katika kutunza fedha, kijana anaweza kafeli kabisa. Akipata pesa, mshahara wake unapitiliza moja kwa moja. Kuna watu wengine akipata anatamani kabisa, mimi nikipata mtaji tu wa 200,000 nimefaulu. 200,000 tu mimi nimefanikiwa maisha. Kwa sababu akili yake iko imara. Atasema hii 200,000 nitaitumia kutengeneza vitu na nini, nitauza, nitafanya hivi. Yani akili yake iko smart, iko vizuri, iko hai, akili yake iko imara. Lakini mtu anaweza kana anachukua mshahara wa 2,000,000, 3,000,000, lakini bado akaona kwamba ni mdogo, huu haunitoshi. Ni kwa sababu alquwwatu shahawia iko juu zaidi, kwa maana inataka vitu vingi zaidi, na akili yake lilasafi shadidi ni mateka, imekamatwa, anaendeshwa na nguvu ya matamanio. Atajikuta hawezi, kwa sababu akichukua tu ule mshahara wake tayari ile nguvu inaamka, nataka hiki. Akipita Kariakoo akiona ile pale, mbona nguo nzuri sana, nataka ile nguo. Kwanza kumbuka kwamba kesho utakuwa na marafiki zako sehemu, mnaenda labda kadha, inabidi uvae hii nguo mpya, umezoeleka sana kila siku nguo hizo, vaa hii kesho, nataka hii kesho nivae. Tayari ile pesa aliyokuwa nao mfukoni ananunua ile nguo. Akienda mahara, tembea kutoka hapa mpaka kituo cha daladala kule cha usafiri, mbona mbali sana, alafu nikifika nyumbani tena natembea kwa mguu mpaka nyumbani. Tayari anaingia katika app yoyote ile, Bolt na nini, ana request pale, kutoka hapa mpaka kule nini, 15,000 na shilingi ngapi mfukoni, na milioni nimepokea sasa hivi. 15,000 nini kwenye milioni, tayari na request. La samaha Allah, na mengine mengi. Lakini ni matumizi ambayo yanakuja ghafla, ni mutatalabati lilquwwat ashahawiyya, ni mahitaji ya nguvu ya matamanio. Na sijui hii nguvu huwa inajua kwamba sasa hivi ana uwezo au ni vipi. Muda mwingine akiwa hana hela, hii nguvu inakuwa imetulia kabisa, yani kama vile haipo, tulia kabisa. Lakini akipata tu hela, hivi aliniambia shingapi kweli? Aliniambia kwanza kabisa nimtumie 20,000 ya nauli, lakini pia aliniambia akifika hapa lazima nimpe 50,000, lakini akifika atakula nini, lazima nimwandalie chipsi. Sasa kwa sababu sasa hivi hela ipo tayari, ile budget anaiweka pale, na nguvu ile inaamka kwa nguvu zote. Nataka mpigie aje, mpigie aje sasa hivi, mpigie baadaye, mpigie sasa hivi, mpigie. Akili yake ni nini? Naim, asir. Akili yake imepigwa cheni, imepigwa minyororo. Amir al-Mu'minin alayhi salamu anasema kwamba waqa'adat bi aghlali, katika dua Kumaili,
kwamba Allah, nimepigwa minyororo mimi, nimepigwa cheni, sijiwezi tena. Na kwenye Qur'an tunasema rabbi anni maghlubun fantasir, Allah mimi nimezidiwa, basi ninusuru. Kwa maana hapo mtu ni mateka, yani amepigwa minyororo, hajiwezi tena, yani hana maamuzi, anapelekeshwa na zile nguvu. Hiyo ni nguvu ya matamanio, alquwwatu shahawiyya. Lakini tukirudi katika nguvu ya hasira, hii nguvu ya hasira humpelekea mwanadamu kuvunja mahusiano mengi sana na watu, kuvunja mahusiano na rafiki zake, kuvunja na watu mahusiano na anaofanya nao kazi kwao, aidha ni bosi wake, hata wazazi wake, bali hata mke na mume inaweza kuvunjika kwa sababu alquwwatul ghadhabiyya hii. Alquwwa, na hizi nguvu huwa zinashirikiana. Alquwwatul wahmiyya, nguvu ya waham yenyewe inaweza ikachora picha kwamba mimi hivi, hawa watu wananidharau sana, hawa watu mimi wananitumatuma, hawa watu hivi na hivi, huu ni udhalili, huu ni udhalili, huu ni udhalili, hapana, huu ni udhalili. Nguvu quwwatul ghadhabiyya inaamka pale tayari, inasema huu ni dhalili. Sasa lazima nionyeshe msimamo hapa, huu ni msimamo. Mwanadamu lazima uwe na msimamo bwana, lazima uwe na msimamo. Mimi naacha kazi, nimeacha kazi, naacha kazi, anaua mahusiano hali. Lakini vile vile na marafiki zake, wanaweza kuwa ni marafiki wazuri kweli kweli, lakini kwa sababu ndogo tu, mbona mimi ndo nampigia tu simu, labda mbona mimi ndo huwa najitolea tu kwake, lakini yeye hahusiki kwenye matatizo yangu, mbona hivyo? Tayari zinakuja suu dhanni, dhana mbaya. Quwwatul wahmi inapanga zile dhana kwamba huyu mtu bwana mimi huwa ananidharau, huyu mtu bwana mimi huwa haniheshimu, huyu mtu bwana mimi ananichukuliaga ni mtu poa sana, huyu mtu huwa ananichukulia hivi na hivi. Quwwatul wahmi inachora zile picha. Tayari nguvu ya hasira inaamka pale pale, muonyeshe wewe ni nani, muonyeshe wewe ni nani. Tayari mahusiano yanaharibika, yanavunjika. Kwa wanandoa vile vile, mwanaume anaweza akasema kwamba hivi, mimi huyu mwanamke ndo amenioa au vipi? Mbona kila nikizungumza anisikilizi? Sasa ili anielewe kwamba mimi ni mwanaume, ni lazima nifanye maamuzi. Maamuzi gani? Piga kichwa huko, mwanamke hana meno tena. Baada na mwangalia, da, mbona huyu hana meno tena, nakuaje sasa? Anaanza kuonekana tena mbaya. Lakini ni kwa sababu ya alquwwatul alghadhabiyya, nguvu ya hasira. Madhara yake ni alintiqam, ni kulipa kisasi. Ni kweli kabisa, watu wanaolipa kisasi mara nyingi huwa wanapitia dhiki ngumu sana, kwa sababu kila kitu yeye ataka alipe kisasi, kila kitu ataka alipe kisasi. Hajanipigia simpigii, hivi hivi, yani atataka alipe kisasi tu, kwamba mwezi huu amenicheleweshea mshahara, basi na mimi nafanya uzembe kwenye kazi. Yani kila mahala yeye atataka alipe kisasi, kila mahala ni kisasi tu. Mtu anayeishi kwa visasi hana amani, lakini pia mahusiano mengi sana atavunjika. Ndio maana ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, Mwenyezi Mungu angekuwa ni wa visasi, sisi ingekuwaje? Na Qur'ani ikatuambia, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi akatuambia kwamba mbebee ndugu yako katika nyudhuru 70 mahmala. Mmeahidiana kukutana mahala, kwamba bwana tunakutana saa 2, yeye akafika saa 2:30. Mbebee udhuru, sio labda usafiri, labda na nini, lakini wewe kaa pale, timiza, mimi nimefika saa 2 kamili nipo. Yeye kafika saa 2:30, basi huenda kuna udhuru fulani. Hata kabla yeye hajasema udhuru wake, wewe tengeneza udhuru tayari. Ukishamtengenezea udhuru, nafsi yako inakuwa tulivu kabisa. Akifika pale itakuwa kana kwamba hakuna kilichotokea. Lakini ukiwa ni mtu mwenye visasi, alquwwatul ghadhabiyya inakuendesha, kwa maana na wewe utataka ulipize kisasi vile vile, itakuwa ni sababu ya kufeli. Lakini pia alquwwatul wahmiyya hii
miongoni mwa madhara yake ni kuchora zile picha ambazo zinaelekeza kwenye ubaya. Kama tulivyoeleza, yenyewe huwa haina mahitaji, ile yenyewe huwa inatengeneza tu mazingira ya kutimiza ile mipango kwa kuchora zile picha. Tumesema kwamba picha zinaweza zikawepo kwenye uhalisia au zinaweza zisiwepo kwenye uhalisia. Sasa mtu anaweza akachora picha ambazo hazipo kwenye uhalisia kisha akaanza kulazimisha ziwepo kwenye uhalisia, ili hali uhalisia hauwezi kutimiza hizo picha kwa muda huo. Yaani inaweza ikachora picha ya kwamba kijana mathalan, sio tunatoa huu mfano, taban sio kitu kigeni, ni vitu inabidi vizungumzwe, visemwe. Kijana anaweza akakaa peke yake geto, ametulia, ikamwijia picha kwamba wewe sasa hivi ungekuwa na fulana, huu usiku ungekuwa mzuri sana, na hili baridi sio? Huu usiku kwako ungekuwa ni mzuri kweli kweli. Kwa tulwahami hiyo, umelala mwenyewe sasa hivi hapa kitandani, baridi kali hii, uko mwenyewe hivi, ungekuwa na binti ule fulani, vipi, unaonaje mazingira haya? Ungekuwa mazuri sana. Anachola ile picha, wanajikuta wako wawili, yale mazingira na nini tayari. Sasa ile picha ambayo ameichora kichwani itampelekea nini? Kuamsha alquwatu ashahawia. Ikiamka alquwatu shahawia, ile picha muda huo hawezi kuitekeleza. Usiku saa 8 sio amelala, sio siku saa 8 hawezi kuitekeleza. Ni mwanafunzi yuko chuo la samaha Allah, sio yuko zake chuo, labda hostel na nini, mazingira kama hayo. Mwisho wa siku atafanya kitendo ambacho sio kizuri, kinaenda kinaua nguvu yake ya akili, na uwezo ule unakufa kwisha kabisa. Ndio maana inasemekana kwamba, sijui Mtume unajua alitutahadharisha na hivi vitu sana. Mtume amekemea sana kutazama picha ambazo sio mzuri, kwa sababu zinaua akili na uwezo na kila kitu. Kusahau kunakuwa kwingi. Sasa inaogopewa baada ya miaka kadhaa. Sijui kama kunaweza kukawa kuna wale wasomi wakubwa wa maana, wazito, kijana tu sasa hivi kusema ahifadhi vizuri, elimu yake ikae vizuri, ni ngumu kweli kweli. Si wanaosoma dini, si wale ambao hawasomi dini. Yaani ile kukaa ahifadhi masomo vizuri ni ngumu. Uwezo wa kufikiri, akianza tu kufikiria, akili yake kitembea kidogo, usingizi unakuja na lala. Lakini ni kwa sababu ya nini? Alquwwatul wahamia, nguvu ya wahamu ni mbaya kweli kweli. Ikipeleka mawasiliano mabaya kwenye akili na angamiza, inaua. Sasa madhara yake ni makubwa, ambayo anaweza akamsababisha mwanadamu akapata hasara maisha yake yote na akaishi kwa majuto. Amirul Mu'minin anasema kwamba alhawa asul mihan, matamanio ni msingi wa mabalaa na matatizo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambia pia, bima kasabat aidikum, yaani yale mabaya yote ambayo mwanadamu anayapata ni kwa sababu ya mikono yake tu. Baya lolote lile ni kwa sababu ya mikono yake. Hizi nguvu zisipodhibitiwa zinaweza zikampelekea mtu kukosa yale ambayo ilibidi ayapate, au zikachelewesha sana kuyapata hayo, kutokana na kwamba anashughulika na vitu vingine ambavyo sio muhimu na kuliacha lengo. Yaani anashughulika na kuzishibisha, kuzishughulikia hizo, lakini mwisho wa siku anaacha lengo lake muhimu. Mtu anaweza akawa na ndoto yake nzuri kweli, ambao anajua kabisa hii itanifikisha, nitakuwa mtu fulani, lakini akashughulika na kuzishibisha hizi nguvu, mwisho wa siku akachelewa kufikia lengo, au akashindwa kabisa kufikia lengo. Kinachotakiwa ni kuzidhibiti hizi nguvu, sio kuziua, kwa sababu zina faida zake. Sio kuziua zisiwepo,
la, azidhibiti. Kinachotakiwa ni al-adala, kwa maana akili iwe pale juu imeshikilia zimamu ikiziendesha hizi. Wewe unataka hiki, subiri, sio sasa hivi, baadaye. Wewe unataka hiki, hiki hapana, hiki hakifai, hiki kiache kabisa, kisahau. Ndio inatakiwa, lakini kuzipimia uadilifu. Ale lakini kwa kiwango. Hata alquwwatul jinsiyya afanye, lakini kwa kiwango. Yani apime, yani kwa kadri ya mahitaji ya mwili wake, basi asizidishe, kwa maana kupima ule uadilifu, al-adalatu nafsiyya. Na ndiyo hapa sasa Amirul Mu'minin alayhi salam alikuwa na ule uadilifu hata kwenye jamii, ni kwa sababu nguvu zake hizi zina uadilifu. Mtu ambaye nguvu zake hizi hajazifikisha kwenye daraja ya uadilifu, asahau kuwa na uadilifu katika jamii. Hata kwenye familia yake hatakuwa na uadilifu, ataacha familia wanakula maharage, ataenda kufanya anasa zake kule nje. Uadilifu utakuwa hakuna, kwa sababu hizi nguvu zitataka atapewa milioni 500. Hizi milioni 500 ni za kitu fulani, lakini itaamka alquwwatu shahawiyya. Watoto inabidi wapeleke shule ya gharama ili uonekane we ni mtu fulani, inabidi uwe na usafiri fulani ili ulingane na marafiki zako, inabidi uhame kwenye hii nyumba, uhamie kwenye nyumba yako. Yatakuja mahitaji, kwa maana atafanya hivyo kwa ajili ya kuziridhisha nafsi zake. Hizi alquwwatu, hizi nguvu, maulama wengine wanaziita al-anfus, kwamba ni nafsi. Uadilifu katika jamii hatakuwa nao, uadilifu wa yeye na mwingine hatakuwa nao, maadamu amekosa uadilifu wake yeye kama yeye katika nafsi yake. Ndio maana Amirul Mu'minin peke yake akawa na ule uadilifu uliokamilika baina ya watu, lakini wale watu ambao pia wamejitahidi kuzitunza hizi nguvu na kuzipimia vizuri, wana uadilifu hata nje. Sasa kufikia ule uadilifu unaotakiwa, ili mtu awe na ile akili timamu, ile Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, ulul albab, watu wenye akili, na akasema watu wengi hawana akili, fa inna akthara nas la yaqilun, hawana akili, hawatambui, hawajui kitu. Ili awe na akili iliyotimia yenye nuru na uadilifu, inatakiwa azidhibiti hizi, lakini kuna mikakati ya kuzidhibiti hizi mpaka zipate utulivu na zitulie na akili yake itawale. Mikakati hiyo biidhnillahi ta'ala, ambayo ndiyo muhimu zaidi, tukipata taufiki siku nyingine yoyote ile, Allah tupe taufiki, tutapata kueleza. Wallahu waliyu tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin.